katika asis li ahamiyati mawdhu'ik, elezea umuhimu wa maudhui yako. Hapa tukaja na mfano, elimu ni msingi wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, kwamba tunachokizungumza hapa ni kitu ambacho kinamsaidia mtu binafsi kama vile ambavyo kinasaidia taifa kwa ujumla. Taifa linahitaji wasomi, lakini wewe binafsi ili kuwa na mafanikio unahitaji pia elimu. Hii ndio maana ya kusema asis li ahamiyati mawdhu'i, eleza ile hadhira kwamba umuhimu ile maudhui unayotaka kueleza ina umuhimu kwa kiasi gani, ina umuhimu kwa kiasi gani. Lakini sehemu ya tatu tukaeleza a'rif mawdhu'ak, una wajibu wa kuieleza wazi maudhui yako. Maudhui unayotaka kuzungumza na hadhira sio jukumu la msikilizaji kuitafuta katika mtiririko wa maneno yako. Inahitajika maudhui unayoizungumza iwe wazi mbele ya msikilizaji. Na katika hapa tukaeleza mfano kwamba mfano mzungumzaji akazungumza katika hiyo hadhara ya masuala ya elimu, akasema leo nitazungumzia umuhimu wa elimu kwa vijana. Tumeelewana kwamba anazungumza elimu ina upana wake, na umuhimu wa elimu kwa mtoto, umuhimu wa elimu kwa mwanamke, umuhimu wa elimu kwa watu wazima, umuhimu wa elimu kwa vijana. Wewe umeamua kwa sababu kongamano ni la vijana au hadhara ile inayozungumzia masuala ya vijana, wewe ukaamua izungumzie elimu. Sasa elimu ina faida gani kwa vijana? Hiyo maudhui ifahamike wazi na isikike kwamba huyu anazungumzia umuhimu kwa vijana. Sisi tumeelewana na mashekhe. Hii ni kitu cha tatu. Jambo la nne, a'rid al-afkar ar-raisiyya, taja mawazo makuu au nukta kuu utakazozungumzia katika maudhui yako. Ukishaeleza maudhui, eleza chini yake nukta za msingi utakazozungumza. Sio umeeleza maudhui ukazungumza ni mparaganyiko. Ukishaeleza maudhui, sema katika hii maudhui ni pana sana, lakini mimi nitajikita katika maeneo matatu. Nitazungumzia faida za elimu. Elimu ina faida kwa kiwango gani kwa mtu binafsi na kwa jamii. Lakini nitazungumzia changamoto za elimu, kwamba katika safari ya elimu kuna changamoto sana. Kuna changamoto nyingi ambazo zinamkuta mtu katika safari ya elimu. Unaweza ukakazia na kisa cha Khidr na Nabii Allah Musa. Ukitazama katika suratul Kahfi tu, ile rihlatun ilmiya au taalimia ambayo inapatikana pale na changamoto walizozipata Nabii Musa na Khidr, pale unaweza ukafanya ni sehemu ya kujifundisha changamoto za kielimu. Lakini nitaelezea pia suluhisho lake. Haya mabwana, sio kwamba mtu anaenda yote haya akawa ni khatibu tu wa mimbar. Inawezekana ikawa kongamano tu la wasomi tu kawaida, ukasimama presentation yako umeiandika kwa Kiswahili, ukiweka mtiririko huu kila mtu atakuelewa na uwasilishaji wako utakuwa uwasilishaji bora. Tumeelewa na mashehe? Kwa hiyo tuzingatie unapoanza hivi sasa kuandaa hutuba yako, basi uzingatie hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, kadhalika hatua ya tano na ya sita. Hatua ya tano, al-intiqal ila salbi al-mawdu', ni kuenda sasa kwenye zile maudhui za msingi, hamia kwenye mada kuu. Umeona maudhui yako wewe ya msingi kule tumesema utaelezea faida za elimu. Sasa anza kuingia hapa kwenye faida za elimu, zungumza eneo hilo. Ukitoka hapo unaingia eneo la pili, changamoto za elimu, zungumza hilo eneo. Ukitoka hapo ingia kwenye faida, suluhisho. Tumesema changamoto ni 1, 2, 3, 4. Sasa suluhisho za hizi changamoto ni nini? Eleza suluhisho la kwanza, la pili, la tatu, la 4. Ukishamaliza kufanya hivyo, tunasema uwasilishaji wako utakuwa ni wenye faida. Ukiingia kwenye hatua ya 6 ambayo ni da'mul fikra, ni kutoa ushahidi sasa wa kukazia mazungumzo yako. Ukizungumza jambo moja,
faida za elimu, unaeleza, unatoa na tafiti au unatoa ushahidi wa aya, unatoa ushahidi wa hadithi au maneno ya watu wenye hikma. Ukimaliza, ukiingia katika eneo la pili, unaingia pia katika da'mul fikra. Ukitoka eneo la tatu, unaingia kwenye da'mul fikra, kwamba kila nukta unayoizungumza ikazie kwa kuweka ushahidi na vielelezo ambavyo vinaonesha kwamba maudhui hiyo ina ushahidi wa kutosha kwa kiwango gani. Sasa hapa sisi katika hatua ya kawaida tu tukasema katika da'mul fikra unaweza hata ukaonesha mfano wa kawaida, ukaeleza katika mfano wa kawaida. Tumesema hapa tu kwamba tafiti zinaonesha watu wenye elimu hupata kipato kikubwa zaidi ya wale wasiokuwa na elimu. Sawa? Inawezekana ikawa ajira moja, inawezekana ikawa jambo moja, ufanisi mmoja, lakini wanapoenda kuingia katika masuala ya kielimu, basi tofauti za vipato vinaanza kuchanganuliwa kuanzia eneo hilo. Sisi tumeelewana. Leo hii hapa, hii presentation akiitwa doktor akazungumza, alafu akaitwa mtu mwenye taaluma mwingine wa kawaida, hata zile ule upangiliaji sawa wa zile daraja huwa ni tofauti, na katika vipato pia ni hivyo hivyo. Nafikiri hili jambo liko wazi, alihitaji maelezo mengi. Sawa. Kwa hiyo katika da'mul fikra, katika njia ya kawaida, fikra ya kawaida, kongamano la kawaida, unazungumza na jamii ya kawaida ambayo saa nyingine haihitaji elimu yani kupata aya au kupata hadithi. Kongamano la kawaida kabisa la kijamii, unaweza ukatumia aya ya Qur'an, wengine akawa sio katika watu wanaoamini kwenye Uislamu, lakini unaweza ukaeleza tu tafiti zile za kawaida. Mbona tafiti za kawaida zinaonesha 1 2 3 4 5, unaweza ukapata eneo fulani, utakavyokuwa umezielezea zinatengeneza na kuitia nguvu ile maudhui yako. Sawa? Kwa hiyo da'mul fikra ni jambo la msingi sana kwenye maudhui za kawaida za kidini. Da'mul fikra inakuwa kwa aya au hadith au aqwalu salaf. Sawa? Ukiweka huko, lile unalozungumza linakuwa lina uzito wa kiasi cha kutosha. Mwisho kabisa, kitu cha 7, khatimatun qawi. Kunahitaji ukishakuwa umemaliza unahitaji kuwa na hitimisho lenye nguvu, kwamba maudhui yako unayoimaliza imalize kwa ujumbe ambao utaganda katika vichwa vya wale wanaosikiliza. Sababu siku zote kwenye hitimisho kunakuwa na athari kubwa sana. Innamal umur bi khawatimiha. Mambo mara nyingi yanazingatiwa mwisho. Sawa? Kwa hiyo unapoenda kuhitimisha, hakikisha unahitimisha maudhui yako kwa kitu ambacho kitabaki katika kichwa cha huyu mtu na kitaweza kumfanya ayazingatie kwa kiasi cha juu yale yaliyotangulia kule juu. Tumeelewana? Usimalize katika sura ya kawaida. Na kwenye kuhitimisha, khatimatun qawiyya inaweza ikawa hata kukusanya zile nukta zako zote ulizozizungumza katika njia ya mukhtasar. Ukaeleza tu kwa mukhtasar, tulichokizungumza leo ni faida ya elimu, tukaeleza hivi, ukaeleza hivi, ukiwa umekosa khatima yenye nguvu katika utaratibu wa maandalizi. Unaweza ukafanya talkhis. Sawa? Ukafanya talkhis ya kile ulichokizungumza ili kumkumbusha kwamba tulianza na hapa, tukaeleza na hiki, tukaeleza na hiki. Haya ndiyo tuliyoyasoma katika siku yetu hii ya leo, au hii ndio maudhui yetu ya leo. Hotuba yetu ya leo imezungumza kuhusiana na masala ya elimu, umuhimu wa elimu, tumeelezea faida za elimu, changamoto za elimu, na tumemaliza kwa suluhisho la elimu, vipi tutafanya suluhisho. Hapa kwenye mfano tukaeleza katika khatima kawia, tulieleza mfano wa tuchukue hatua leo kuhakikisha kila mtoto anapata elimu bora zaidi. Baada ya kuzungumza yote, tunachomalizia leo, kila mmoja kati yetu anayetoka hapa
ahakikishe anachukua hatua kumfanya mtoto wake au kijana wake anapata elimu iliyo bora zaidi. Sawa? Huu ndio ujumbe wako wa mwisho, kwamba kila mmoja akiwa anaondoka pale, yamezungumzwa mengi, lakini ninachotakiwa kuondoka nacho ni hakikishe mtoto anapata elimu bora. Full stop. Tumeelewa na mashehe? Kwa hiyo lazima tunapoenda kupanga maudhui zetu tuzingatie hizi hatua saba. Iwe ni khutba, iwe ni tamko unalozungumza mbele ya wazazi, iwe umekaribishwa katika utangulizi au makaribisho ya hafla, kufungua hafla, kazungumza, unapewa dakika 5, unapewa dakika 10. Hakikisha mazungumzo yako unayapangilia katika mtiririko huu. Cha msingi kabisa, zingatia maudhui iliyopo mbele yako na usihame katika maudhui. Sawa? Sasa kinachofuata katika utoaji wa khutba, mwisho, mambo yanayoipa nguvu khutba. Khutba ili iweze kuwa na nguvu, na tukisema khutba ina nguvu, maana yake inayobeba ushawishi na taathira ya kutosha katika nafsi ya mtu. Hii ndio khutba yenye nguvu. Yanayoipa nguvu khutba ni pamoja na haya yaliyotamkwa hapo katika huo utangulizi. Anasema fal khatibu aljayid yattasimu ilqa'uhu bil hayawiyya. Khatibu mwenyewe kwanza, ule uwasilishaji wake unatakiwa uwe umepambwa na uchangamfu. Yaani wewe khatibu umepanda juu ya member, wewe mwenyewe umepooza, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Maana yake ni wale wanaosikiliza pia nao watapooza, tutakuona wanasema wamayahun yashalu. Yaani wewe mwenyewe ukishaanza kuzorota, ukishaanza kulala, wanaosikiliza nao watalala pia hivyo hivyo. Kwa hiyo